Bwana, hii ni baki to baki, na kama ambavyo tunafahamu siku ya hii leo ni mechi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya Singida Black Stars, mechi ambayo inacheza pale Manyara. Tunafahamu kama mechi iliyopita kwa upande wa klabu ya Simba waliibuka na ushindi wa goli 1-0. Hii ni mechi ambayo kwa upande wa Singida na wenyewe pia wamekuja kusema kwamba wanahitaji kuweza kufuzu moja kwa moja kuelekea finali, lakini kama ambavyo tunafahamu kwa upande wa klabu ya Simba wanahitaji pia na wenyewe kwenda finali, na kipindi hiki kama ambavyo tunafahamu wanaendelea kupambania makombe mawili ambayo yamesalia. Kwa upande wa kombe la shirikisho walipoteana. Sasa tayari kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis yameonekana kwamba kutokubadilisha kikosi chake kulingana na aina ya mechi na namna ambavyo amekuwa akizitazama. Sasa tayari kwa upande wa klabu ya Simba wameshaandaa kikosi ambacho kinakwenda kupambana moja kwa moja, lakini kabla sikutajia kikosi hapa nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya Singida Black Stars, nusu finali kwenye upande wa kombe la CRDB. Kwa upande wa golini Mwalimu Fadlu Davis anaendelea kumwamini, yani anaendelea kumwamini golikipa nambari 1 ndani ya kikosi hicho ambaye ni Musa Pinpini Kamara. Kwa upande wa Musa Kamara tunafahamu ni golikipa ambaye amekuwa na ubora mara zote, ni golikipa ambaye amekuwa anaonyesha ubora wake na utimamu wake kwenye kila mechi namna ambavyo amekuwa anazicheza. Clean sheet 17 kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara hazijaja tu kwa makusudi, bali ni kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha mara zote. Hivyo kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis imekuwa ni ngumu kuweza kumbadilisha nafasi. Lakini pia kwa upande wa beki wa pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Shomari Kapombe moja ya beki ambaye amekuwa ni timamu kwenye kila mchezo ambao amekuwa akicheza. Mabeki wote ambao wamekuwa wanasajiliwa kwenye upande huo wamekuwa wapati nafasi kulingana na kile ambacho amekuwa anakitoa ndani ya kikosi cha Simba. Hivyo kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis anampa nafasi Shomari Kapombe kuendelea kupambana kwenye mchezo wa siku hii leo dhidi ya Singida Black Stars. Na kama ambavyo tunafahamu mchezo huu utaanza majira saa 9 na dakika 30. Lakini pia Mohamed Hussein, captain ndani ya kikosi cha Simba, yeye pia yuko kwenye upande wa beki pembeni kushoto. Kwa upande wa Mohamed Hussein, kitu kikubwa zaidi ambacho atakuwa anakifanya kwa mchezo wa siku ya leo ni kuendelea kupandisha mashambulizi kwenye upande wake, lakini pia mwalimu atakuwa anamtizama ni namna gani ambavyo atakuwa anarudi kwa wakati. Hicho ni kitu ambacho kwa upande wake amekuwa akikitazama zaidi. Lakini pia Chamuka Rabuni kama hivi sasa kwa upande wake kutoka kwenye nafasi hiyo, na kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis kumbadilisha imekuwa ni ngumu kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha. Hivyo Chamuka Rabu moja kwa moja atacheza kwenye eneo hilo. Wakati huo pia Chefondo Malone naye pia atakuwepo kwenye eneo hilo la ulinzi kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha kwenye mechi za hivi karibuni. Hivyo kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis ameendelea kumwamini kwenye kikosi kulingana na kile ambacho amekuwa anakitoa. Yeye kwamba Chamuka Rabu pamoja na Chemalon watakuwepo kwenye eneo hilo. Lakini pia kwenye eneo la kiungo mkabaji yupo Yusuf Kagoma. Mmoja kiungo ambaye amekuwa na uhodari wa hali ya juu, utimamu wa hali ya juu kwenye eneo la kiungo. Kazi yake kubwa itakuwa ni kuzuia mashambulizi ya Singida Black Stars, na kama ambavyo tuliona kwenye mechi iliyopita Singida walikuwa kwa moto sana kwenye eneo la mbele. Hivyo kwenye mechi ya leo watakuwa kimtazama zaidi kwa upande wa Yusuf Kagoma namna ambavyo atakuwa anamzuia Jonathan Thoa. Lakini pia Fabrice Luamba Ngoma naye pia atakuwa kwenye eneo hilo akisaidiana na Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Ngoma tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa yuko na uhodari zaidi wa kuweza kupiga mipira mirefu, kwa hiyo kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia namna hiyo. Wakati pia Jean Charles Ahoua anasimama kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Jean Charles Ahoua moja ya mchezaji ambaye yuko kwenye utimamu wa hali ya juu kulingana na kile ambacho amekuwa anakitoa. Wakati huo pia kwenye eneo la winga ya pembeni kulia yupo Joshua Mutale. Joshua Mutale kwenye mechi za hivi karibuni amekuwa na hatari kweli kweli, ni mchezaji ambaye amekuwa ni timamu kweli kweli kulingana na kile ambacho amekuwa anakitoa ndani ya kikosi cha Simba. Wakati huo pia Elimpanzu atakuwepo kwenye eneo la winga ya pembeni kushoto. Elimpanzu moja mchezaji ambaye amekuwa na utimamu kweli kweli, speed yake imekuwa ni nzito zaidi kwa upande wake, hivyo ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu kulingana na kile ambacho amekuwa anakitoa. Wakati huo pia Steven Dese Mukwala moja kwa moja atasimama kwenye eneo la kushambulia. Steven Dese Mukwala maana kwamba atasimama kwenye eneo kulingana na kile ambacho amekuwa anakitoa kwenye eneo la ushambuliaji. Hivyo kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis ameshindwa kabisa kufanya mabadiliko ya kikosi chake kulingana na aina mechi namna ambavyo amekuwa